nimesimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuwakaribisha nyote na katika ibada ya siku hii ya leo. Nashukuru sana kwa vile umeweza kujiunga na sisi ili tuendelee na kusikia neno la Mungu, tuendelee na kumtukuza, na karibuni sana. Na kwa majina yangu naitwa David Kimani, mjilisi katika parokia hii ya Njombe Kikuu Presbytery. Kwa hivyo wakati huu tutaanza ibada yetu katika hali ya kuimba wimbo nambari 83, kumtegemea Mwokozi. Kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kukubali neno lake nina raha moyoni. Yesu, Yesu namwamini, nimemwona dhambiti. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kuamini damu yake nimeoshwa kamili. Yesu, Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Naitwa William Kimani Dafa. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nataka kuchukua nafasi hii niwakaribishe katika ibada hii na leo tukitumia mitandao, na wale ambao wako hapa tunashukuru kwa sababu mmekuja, na wale ambao wako nyumbani tunashukuru kwa sababu mnatusikiliza, na tunasema tupelekane pamoja na Mungu atatubariki. Tunataka kutangaza la kwamba hatujafunga kanisa, hata kama ile kanisa tunazoea kwenda, hii kanisa hatujafunga kwa sababu tunaendelea kuhubiri kama vile maandiko inatuambia. Mungu ambariki sana tukiendelea. Asante. Ni wewe Bwana, 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 ni wewe Bwana tunayeinua Baba, ni wewe Baba, ni wewe Baba, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana asubuhi ya leo Baba, ni wewe Baba, ni wewe Baba, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana asubuhi ya leo Baba, ni wewe Baba, ni wewe Baba, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Kama siyo wewe ningekuwa wapi mimi? Kama siyo wewe ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele, umejawa na rehema na neema tele. Kama siyo wewe tungeitwa nani sisi? Kama siyo wewe tungeitwa nani sisi? Umejawa na rehema
mate. Tumekuja mbele zako, tunasema ni asanti mfalme kwa habari huu. Mfalme Jehova Lord, umetuleta, tunasema tunashukuru jina lako. Tunasema kwa kweli umetukufia msalabani na kubeba dhambi zetu, mfalme wa ajabu. I want to thank you, Jehovah Lord, for the fact we can be Jehovah Lord Ebenezer. I want to thank you for this morning. Jehovah Lord, were it not for you, Jehovah Lord, for dying me on the cross of Ebenezer, I will not be whom that I am today. But Jehovah Lord, has taken your hand, Jehovah Lord, for me to be whom that I am today, dear Lord. I want to thank you, my Redeemer, for you are worthy, Jehovah Lord. You are exalted above all, dear Lord. Have a Jehovah Lord in our lives, have a Jehovah Lord in our souls, have a Jehovah Lord, have a Jehovah Lord in us, my Redeemer, my Father and my God. Na samani asante kwa sababu Jehovah Lord unaweza yote, mfalme wa ajabu, unaweza yote yanayotushida, mfalme unaweza Bwana. Jehovah Lord tunasema asante Jehovah Lord kwa usiku Jehovah Lord umeturida na umetupea Jehovah Lord asubuhi ya leo, tunasema ni asante, jina lako liinuliwe na lihimidiwe ewe mfalme. Lako liinuliwe Baba, jina lako Baba, jina lako liinuliwe, jina lako liinuliwe, jina lako liinuliwe Bwana. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumekuja mbele zako asubuhi ya leo tukikutukuza na tukiabudu Bwana, ni kwa sababu ya matendo umetutendea. Ni asante kwa uhai wa siku ya leo Bwana, umetujalia ili tuweze kukutukuza Mungu wetu. Ndiposa tuko mbele zako asubuhi ya leo tukisema wewe ni Mungu na hakuna Mungu mwingine kama wewe. Unastahili sifa na utukufu Bwana, ni kwa sababu umetuachanisha na mambo mengi, mfalme wa ajabu, na ukaweza kutufikisha siku ya asubuhi ya leo Bwana. Asubuhi ya leo Bwana, tunataka kujikabidhi mikononi mwako, tukiomba neema yako na utukufu wako Bwana ukaweza kuwa pamoja nasi. Hata wakati tunaenda Baba, tunaenda kusikia neno lako, mfalme wa ajabu, ukaweza kutudehema na uweze Bwana wa majeshi kutupatia neno ambalo litatuweka katika uhai, ili kwa sababu neno hili lako Bwana ni uzima wa milele. Ni asante kwa yote Bwana, ni asante kwa wale wote ambao wanatusikiza Mungu wetu. Tunaombea neema yako ikaweza kuwafikia mfalme wa ajabu wote ambao wanatusikiza, ili mfalme wa ajabu akaweza kupata neema ambayo ni ya kudumu Bwana. Tunajikabidhi mikononi yako Bwana, tukikiri matendo yetu yote ambayo tumetenda Bwana, ukaweza kutuosha na damu ya Yesu Kristo, ili mfalme wa ajabu ukaweza kuwa na nafasi katika mioyo yetu. Asubuhi ya leo mfalme wa ajabu, twakuinua, twakutukuza. Yote Bwana tunaomba ili uweze kuwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo ambaye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Usifu Bwana. Cha kutumaini sina ila damu yako Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwako Yesu, kwako Yesu nasimama, ndiye mwamba ni sala. Kwako Yesu, kwako Yesu nasimama, ndiye mwamba ni sala. Njia yangu iwe refu, yeye unipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizona. Kwako Yesu, kwako Yesu yeye nasimama, ndiye mwamba ni sala. Kwako Yesu, kwako Yesu mimi nasimama, ndiye mwamba ni sala. Kwako Yesu nasimama, ndiye mwamba ni sala. Nikitwa hukumuni, rohoni nina amani. Nikivishwa haki yake, sina hofu mbele za. Kwako Yesu, kwako Yesu nasima, ndiye mwamba ni sala. Kwako Yesu, kwako Yesu
nasima ndiye mwamba ni sala, yumwamba Yesu yumwamba, yumwamba Yesu yumwamba, yumwamba Bwana Yesu yumwamba, yeye aliye juu yumwamba, atarudi Yesu atarudi, atarudi Yesu atarudi, atarudi Bwana Yesu atarudi, yeye aliye juu atarudi. Ni mwamba Yesu ni mwamba, ni mwamba Yesu ni mwamba, ni mwamba Yesu ni mwamba, yeye aliye juu ni mwamba. Ni mshindi Yesu ni mshindi, ni mshindi Yesu ni mshindi, ni mshindi Bwana Yesu ni mshindi, yeye aliye juu ni mshindi. Kulisoma somo letu la siku ya leo. Kwa majina ni Ann Wangui, nimeokoka. Yesu ni Bwana na mlinzi wa maisha yangu. Yohana Mtakatifu mlango ama sura ya 17 kuanzia 1 hadi 19. Yohana Mtakatifu sura ni ya 17, tuanzie hapo 1 mpaka 19. Tuweze kusoma pamoja. Maneno hayo aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni, akasema, Baba, saa imekwisha kufika. Mtukuze mwanao ili mwana wako naye akutukuze wewe. Kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe, Mungu wa pekee na kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Mimi nimekutukuza duniani, hali nimeimaliza kazi ile ulionipa nifanye. Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu. Walikuwa wako, ukanipa mimi, na neno lako wamelishika. Sasa wamejua ya kuwa wote ulionipa yatoka kwako. Kwa maneno ulionipa nimewapa wao, na wao wakayapokea. Wakayajua hakika ya kuwa nilitoka kwako, wakasadiki ya kwamba wewe ndiye ulionituma. Mimi nawaombea hao, siobei ulimwengu, bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako, na wote walio wangu ni wako, na walio wako ni wangu, nami nimekutukuza ndani yao. Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako. Baba mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa uwalinde hawa, ili wawe umoja kama sisi tulivyo. Nilipokuwapo pamoja nao, mimi niliwalinda kwa jina lako ulilonipa, nikawatunza. Wala hapana mmoja wao aliyepotea, ila yule wa upotevu, ili andiko litimie. Na sasa naja kwako, na maneno haya na yasema ulimwenguni, ili nawe furaha yangu ili wawe na furaha yangu imetimizwa ndani yao. Mimi nimewapa neno lako, na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu. Wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami vivyo hivyo naliwatuma hao ulimwenguni. Na kwa ajili yao najiweka wakfu mwenyewe,
ili na hao wakatakaswe katika kweli. Tutafikisha hapo na neno liendelee. Twende kwa Yesu mimi nawe, atuonyesha njia yake, imo chuoni na mwenyewe, hapa sema njoo, na furaha tutaiona, mioyo ikitakata sana, kwako Mwokozi kuonana, na milele kukaa. Wangojeani leo yupo, sikiza sana asemapo, huruma zake zikwitapo, mzee kijana njoo. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya nafasi hii, wakati huu ambapo umetubariki, na kwa ajili ya neema yako umetupatia nafasi ya kulisikiza neno lako. Katika njia hii mfalme, ambao ni ya wakati huu, tunajikabidhi kwako, ndipo tunaposikia sauti yako mfalme. Roho wako Mtakatifu akawa msaada kwetu na hata nafasi hii. Tunashukuru kwa sababu ya kanisa lako ambalo linapitia wakati mgumu, na hata dunia yote inayopitia wakati mgumu kwa sababu ya shida iliyo wakati huu mfalme. Tunajua kwamba wewe una uwezo na unaweza mfalme, na hivi basi tunajikabidhi kwako. Nena pamoja nasi kadri ilivyo mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo Bwana Mwokozi wetu. Bwana asifiwe. Jina langu ni Robert Njoroge Mbugua. Kristo ni Bwana, ni Mwokozi wa maisha yangu. Ni mchungaji wa parokia ya Njombe katika Presbytery ya Kikuyu, katika kanisa la Kipresbyterian, na nashukuru Bwana kwa sababu aliweza kujifunua kwangu na nikaweza kumshuhudia kama Mwokozi, na hata sasa ninao ushuhuda ya kusema ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Na zidi kuwahimiza wapendwa wakiwa manyumbani wakati huu, tukazidi kulisoma neno la Bwana, tukazidi kuomba, na najua kwamba Bwana atazidi kutenda makuu kwa sababu anatujali. Nilipokuwa na tafakari nyakati ambazo tunapitia, Bwana aliweza kunipatia nafasi ya kuangalia neno hili katika lango hili la Yohana mlango wa 17, na ni vyema baadaye katika nafasi yako uweze kulisoma. Na pia ukilianza na uanze na mlango wa 16, ndio kwamba itakuwa nafasi nzuri ya wewe kutafakari kwa nini Yesu aliweza kuomba ombi ambalo aliweza kuomba. Kwa sababu wakati huu, nafasi ambao Bwana ametupatia, ningependa kuona jinsi ambavyo kama Yesu angekuwa hapo wakati wa leo, angetuchukua. Je, tungechukuliwa ndio kwamba tusiwe hapa ambapo kuna shida? Ndio kwamba tusiwe kwamba tunashinda nyumbani, tusiwe kwamba hatuendi kazini, tusiwe kwamba tumewacha kufanya mambo ambao tumeyafanya wakati mwingi, na zaidi kwa sababu tumezoea kuwa watu wa imani kuenenda kanisani. Je, Yesu kama angekuwepo siku ya leo, ingewezekana angetuambia nini? Lakini katika andiko ambalo tumelisoma, naona kwamba Bwana anayo ambayo ameweka, ndio kwamba tuweze kuwa na nguvu. Na nilipokuwa na tafakari neno hili, kuangalia Yesu alipokuwa akiomba, nikauliza kwa nini alikuwa anawaombea wanafunzi. Mlango wa 16 mstari wa 31, aliweza kuwa tayari amewaeleza ya kwamba ya wakati unakuja ambapo mtaweza kutawanyika. Mtaweza akawa kwamba amewaeleza ya kwamba watatawanyika, na watakuwa mbali mmoja na mwingine, na hawatakuwa wakikusanyika kama jinsi ambavyo walikuwa nakusanyika. Pia akawaeleza ya kwamba watakuwa wameondoka katika sehemu tofauti na wametapakaa, kwa sababu watakuwa na uoga, kwa sababu Yesu alikuwa amefikia wakati wake wa kuweza kusulubiwa. Na pia akawaeleza ya kwamba watakuwa na hali ya kwamba watakuwa wamemwacha peke yake. Lile ambalo nilikuwa linanipata ni kwamba watu watakuwa mtu kibinafsi,
wakati ambapo umefikia, si kila mmoja wetu, si kama jinsi ambavyo tumezoea kukutana, si jinsi ambavyo tumezoea kukutana katika ibada za Jumapili ama ibada za katikati ya wiki, lakini ni wakati ambapo mtu ako katika hali yake ya kibinafsi. Na Yesu kujua hivyo, aliweza kufanya mambo haya ambayo ni baraka kwetu, ambayo itatupa tumaini kujua kwamba Yesu aliweza kufahamu ya kuwa kwamba kuna nyakati ambapo hatuwezi kukusanyika pamoja. Kuna nyakati ambazo tunakaa katika ubali na mwingine, lakini yeye jinsi alivyofanya ni kusema ya kwamba, alisema kwamba nitakuwa nikiwaombea. Alikuwa nakuwa amejua ya kwamba watakuwa wamepotea na wameenenda katika vijiji, na kwa sababu ya uoga ambao walikuwa nao hawangeweza kukutana katika mikutano ya kawaida. Basi akawaeleza kwamba ninawaombea. Na hivyo ndivyo ilivyo hata wakati wa leo. Ni neno la kutuhimiza ya kwamba Mungu wetu kupitia kwa mwanaye Yesu Kristo, hata sasa ambapo tunapitia katika janga hili katika dunia, wakati ambapo tunapitia katika janga hili katika nchi yetu ya Kenya, wakati ambapo tunazidi kuwa katika manyumba zetu kwa sababu hatuwezi kutenda yaliyo ya kawaida, hata sasa Mungu wetu anatuombea. Na ni jambo la kutupa nguvu. Je, sijui kwa wakati ambapo unaposikia mtu akikueleza ya kwamba nimekuwa nikikuombea, nitakuwa nikikuombea, unajua ya kwamba hupitii katika shida hiyo peke yako, haupo peke yako. Na ni jambo la kutufurahisha, ni jambo la kutupa tumaini kujua kwamba hatupo peke yetu. Inawezekana kwamba uko katika upeke katika pale nyumbani mwako, unaona kwamba muko na jamii yako peke yako, hauendi kazini, hauendi mazoea yako haipo tena ya kuja kanisani na kuweza kuomba na wengine, lakini kuna mmoja ambaye hatuachi na anasema kwamba ninawaombea. Jambo la pili la kufurahia ni kwamba alisema kwamba ninawaombea na ninaombea kanisa, ya kwamba sio wakati huu peke yake. Yesu alianza kujua kwamba kanisa litapitia wakati mgumu na linaweza kupitia nyakati ambazo ni ngumu, na tunajua kwamba kanisa la kibinafsi, mtu mwenyewe anaweza kupitia mambo magumu, lakini Yesu anatuhimiza ya kwamba na anatupa tumaini na anatupa himizo ya kwamba anatuombea. Na jambo la kufurahia ni kwamba hakuomba kwa sababu nilipokuwa na tafakari neno hili na kuona kwamba jinsi alivyoomba, Bwana hakuomba kwamba wakawa na vyote vya kutosha wakati ule. Hakuomba ya kwamba wakaweza kuwa na kazi za kufanya wakati ule, kama jinsi labda wakati huu tunaomba kwamba Bwana atupatie nafasi ya kazi zetu. Si kusema ni mbaya, lakini aliomba lile ambalo lina muhimu zaidi, na hilo ndilo ambalo linaweza kutupatia tumaini hata wakati wa leo. Aliweza kuomba kwamba tukaweza kuwa na maisha ya milele na milele, tumaini ambalo ni la milele na milele ndani ya Yesu Kristo. Na hilo ndilo jambo la muhimu ya kujua kwamba tunaweza kupoteza mengine, tunaweza kuwa kwamba hatuna nafasi ya mambo mengine, lakini Bwana alikuwa amefahamu ya kwamba wanafunzi watapoteza nafasi ya kuwa pamoja na ushirika waliokuwa pamoja na wao, lakini akawaombea kwamba wasiweze kupoteza hali ya tumaini ya kuwa na maisha ya milele na milele. Na hilo ndilo jambo ambalo ni la muhimu wakati huu. Tunaweza kutafakari, tunaweza kufikiria hali ya shida ambayo tunayopitia, lakini jambo ambalo ni nzuri ni kufikiria kwamba je, kama Yesu Kristo angerudi wakati huu, kama ingekuwa ni wakati nafasi ya mwisho, kama tarumbeta ingepigwa wakati huu, je, naweza kukubalika na Mungu wangu? Na Yesu mwenyewe
akaweza kusema ya kwamba ninawaombea kwamba mkaweza kuwa na maisha iliyo na tumaini katika Yesu, maisha ya milele na milele. Tunaweza kuwa tunapoteza katika hali ya kifedha, lakini Bwana wetu anatuombea kwamba tusipoteze nia ya kuwa kwamba mwishowe tutaweza kuwa na yeye milele na milele. Kuna mengi yatapotea, kuna mengi yamepotea, lakini tunapotafakari ya kuwa kwamba Bwana anatupa tumaini, tusiweze kuwa kwamba tumaini letu la kuishi pamoja naye lisikaweza kupotea. Lingine la kutafakari ni kwamba aliweza kuomba kwamba wanafunzi wakawa na umoja, wakawa kwamba wanashirikiana hata ingawa watakuwa wametawanyika, akawa kwamba amewaombea kuwa kwamba wawe na umoja. Kuna jambo ambalo ni la muhimu kwa wakati huu, kuwa na umoja wa kiroho, tukiwa katika nyumba zetu, tukiwa katika sehemu zetu ambazo tunaishi. Bwana anazidi kutuombea kwamba tukaweze kuwa na umoja, na umoja wetu ni kuwa kwamba tuna umoja katika Kristo, tuna umoja katika imani, tuna umoja katika kumtumainia Bwana wetu, ya kuwa kwamba mambo haya na janga hili ambalo limetukuba wakati huu litakuja kuweza kufikia kikomo. Tuna umoja huo, na ninapotafakari, ninapoangalia neno katika Zaburi ya 133 yasema kwamba ni jambo la manufaa wakati watu wa jamii moja wanapoishi wakiwa na umoja, kwa sababu pale ndipo Bwana anapokuja na kuwa kwamba anabariki. Inahitajika hata wakati huu tukaweza kuwa na imani moja ya kuwa kwamba Baba wetu wa mbinguni anatujali. Tunakuwa na imani moja ya kuwa kwamba Baba wetu hata sasa yu katika kiti chake cha enzi, si kwamba ametuachilia, si kwamba ametutupa huko nje, ati ya kwamba hatuna mtu ambaye anatujali. Tunaye Mungu ambaye anatujali, na imani yetu ikawa kwamba hata sasa Mungu wetu anangependa tukae katika imani. Ni vyema kujua kwamba wakati huu hamuna pahala ambapo tunasikia kwamba tunakaa katika hali ya kuwa kwamba tunalindwa, na ndivyo basi tunajitweka hata vitambaa ambavyo tunatumia mask ndio kwamba tuweze kujilinda. Tunakaa katika sehemu mbalimbali tukiwa si kama jinsi ambavyo tulikuwa tunakaa zamani, ya kuwa kwamba tulikuwa tunakaribiana. Lakini Yesu akasema kwamba naomba kwamba ukawalinda. Ni vyema kufanya ambao tumeelekezwa na serikali kuifanya na madaktari, lakini tunajua kwamba Yesu Kristo aliweza kuomba kwamba atatuzingira na tutakuwa na hali ya kuwa kwamba hatutakuwa maovu, hata haitakuwa na nafasi katika maisha yetu. Akawaombea wanafunzi ya kwamba atawazingira na maovu haitaweza kuwapata. Ni imani yetu ikaweza kujua kwamba hata wakati huu Mfalme Mungu wetu na kupitia Yesu Kristo anasema ya kwamba you shall be safe. Tutakuwa kwamba hatutakupatwa na maovu haya, na hata kama itakuja kunao uponyaji unaotoka kwake. Tunajua kwamba Bwana aliweza kuombea kwamba maovu isikaweze kuwashinda, na ndivyo basi hata sasa Bwana wetu anatuombea kwamba janga hili halitakuwa kwamba halitatumaliza, kwa sababu yeye anasema kwamba you shall be saved. Tutakuwa kwamba ambao wamezingirwa, ambao wamelindwa, tuna ulinzi ambao unatokana na Mungu wetu ambaye ni wa amani. Kwa hivyo ni himizo na ni jambo la kutafakari na kushukuru Mungu kujua kwamba unalindwa na Mungu wetu. Bwana asifiwe. Tunalindwa na tumelindwa, na atazidi kutulinda jinsi ambavyo aliweza kuwalinda wana wa Israeli hata wakati mwingi ambapo walikuwa wanapitia katika shida na dhiki. Yeye akasema kwamba hataweza kujikwaa, na wakapitia mambo magumu, na mwishowe Mfalme na Mungu wetu akawafikisha katika iliyokuwa baraka yake. Tunajua kwamba na tuna imani kwamba Bwana atatulinda hata tukiwa katika nyumba zetu.
Bwana atatulinda tunapoondoka manyumba zetu. Bwana atatulinda tunapokutana na marafiki wetu, na Bwana ataturudisha tukiwa wazima katika nyumba yake, nafasi yake itakapokuwa imefika. Tunajua kuna nafasi ya Mungu wetu. Sisi hatuwezi kujua, kama jinsi ambavyo wanafunzi hawangeweza kujua wakati huo ni gani, lakini Bwana aliweza kusema kwamba nitawalinda. Hivyo basi tuwe na nguvu hata wakati huu kujua kwamba tumelindwa na Mungu wetu. Ninashukuru Mungu kwa sababu nilipokuwa na tafakari neno hili, Bwana aliweza kuomba mambo, Yesu Kristo aliweza kuwaombea wanafunzi wake mambo labda wangeona ni ya maana sana. Aliweza kusema kwamba wakati ambapo wanapopitia katika dhiki, Bwana akazidi kuwatakaza. Bwana akazidi kuwafanya wasafi katika hali ya ukweli wake. Ni wakati wetu wa kutakazwa, ni wakati wetu wa kujitakaza, ni wakati wetu wa kutakazwa kwa ajili ya kujua ukweli wa neno la Bwana. Tumekuja kufahamu ya kwamba nafaa katika ulimwengu wote sasa, na kila mtu sasa amekuja kujua kwamba kunazo nguvu ambazo hamuna mtu ambaye hana. Kila mtu sasa, hamuna sayansi ambayo inaweza kutusaidia wakati huu, hamuna ujuzi ambao unaweza kutusaidia wakati huu, lakini Bwana akaomba kwamba mkaweza kutakaziwa. Tunapopitia katika nafasi hii wakati huu, ni jambo la kila mmoja wetu kuomba kwamba tukaweza kuwa wasafi katika nia zetu, katika mafikara yetu, ndio kwamba Bwana anaporejesha amani yake tukaweza kuwa kwamba tumekubalika. Bwana akasema kwamba, na akawaombea wanafunzi na kueleza kwamba naomba kwamba Bwana, na alikuwa naomba kwa Mungu wake, watakaze. Kwa sababu kwa wakati kama huu tunaweza kujikuta kuna maovu, kuna mambo ambayo inakuja, tunaingiana na hali ya mafikara na kuona kwamba kama Mungu wetu ameshindwa. Ni nafasi yetu ya kuomba Bwana akatutakaza, ndio kwamba tukubalike mbele zake, na ndio kwamba dua zetu, maombi ambao tutakuwa tukiomba, itakuwa ni maombi ya manufaa, ni maombi ambao Mungu wetu atakubali, kama anavyosema katika Mambo ya Nyakati, watu wangu wakiwa kwamba wakiwa na hali ya kutii na kuwa kwamba wanaingia katika hali ya kuenenda katika hali ya kusema kwamba Bwana akawasamehe na Mungu akawasamehe. Tunaposafiwa, Mungu anakuwa na nafasi ya kuja kutujali na kuangalia haja zetu. La mwisho, Bwana akasema na wanafunzi wake, akasema naomba kwamba kanisa na Wakristo wakaweza kuwa na umoja. Nafasi ambao Bwana ametupatia nafasi hii ni wote walio na imani, kukaa katika imani hiyo na kukaa na kudumu katika imani hiyo, wakitarajia kurudi kwa Bwana. Na Bwana alisema kwamba atarudi katika nafasi ambayo hamna mtu ambaye anaweza kujua. Nashukuru kwa sababu Bwana alikuwa anajua kwamba kanisa litapitia katika shida, katika dhiki. Kanisa la Bwana wakati huu haliwezi kukusanyika, lakini naomba kwamba hata sasa Bwana akatupa nguvu kama Wakristo, ndio kwamba kanisa lake likaweza kuzidi kuinuliwa. Ninashukuru Bwana kwa sababu hata baada ya Yesu Kristo kusema kwamba watatawanyika, na kweli walitawanyika, kanisa lake liliweza kuzidi kukua. Bwana asifiwe. Liliweza kuzidi kukua. Ninaona nafasi ambao tutakuwa na ushuhuda wa Kristo kusema jinsi ambavyo Bwana alivyotenda katika nyumba zetu, jinsi Bwana alivyotuinua katika imani katika kila mmoja wetu. Na ni nafasi yetu ya Wakristo kujua kwamba ni nafasi ya kila Mkristo kujua ana jukumu la kuendesha injili ya Bwana na kudumu katika imani, kwa sababu Kristo yuarudi. Yesu akawaambia kwamba nafasi inakuja, lakini kwamba mtakuwa mmetawanyika, mtakuwa kwamba mtaniwacha peke yangu. Lakini
akasema kwamba ninawaombea. Nafasi hii tunazo nguvu kujua kwamba tunaye ambaye anatuombea na anazidi kutuombea, na aliweza kutuombea na hata sasa anazidi kutuombea. Na kwa sababu katika andiko lake nasema kwamba sisi hatuwezi, wakati mwingi hatujui kuomba, lakini Roho wake Mtakatifu anaomba akiita Baba, ni kusema kwamba anatuombea katika njia, katika dhiki ambao unapitia wakati huu. Labda umejisikia mdhaifu kwa sababu umepoteza kazi, biashara yako imerudi chini. Umejisikia mdhaifu kwa sababu nafasi yako ya kuenenda kazini haipo tena. Umejisikia mdhaifu kwa sababu huna nafasi. Kulikuwa na mlango Bwana alikuwa anafungua, lakini kwa sababu huwezi kuenenda na huwezi kusafiri kama jinsi ambavyo inahitajika, unajisikia mdhaifu. Naomba kwamba ukakumbuke hata sasa kunaye anakujali, naye ni Mungu wetu. Najua kwamba kanisa la Bwana lipo na linaendelea, na tutazidi kumshukuru Bwana kwa sababu atalishindania na tuweze kuomba. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya nafasi hii. Tunashukuru kwa sababu unatupenda na unatujali. Tunashukuru kwa sababu umeweza kutujali na hata nafasi hii, Bwana wetu wa mbinguni. Baba, tunajua kwamba utazidi kutuombea, utazidi kutupatia nguvu, na mwishowe Mfalme wa mbinguni, jina lako litazidi kutukuzwa. Wapendwa ambao watasikia sauti hii, wapendwa ambao wanasikia sauti hii, Mfalme, tunaomba Bwana ukawafikia na ukawapa tumaini katika neno lako wakati huu, ukawafikia na katika hali ya uwepesi ambao tunaweza kuwa nao, Bwana ukaweza kutupatia nguvu mpya. Tunaomba kanisa lako likaweza kusimama hata wakati huu, likaendelea na tukazidi kushikilia kanisa na kutenda yaliyo ya kutukuza jina lako, na wewe Mungu ukatukuzwa. Tunaomba kwa sababu ya janga hili katika nchi yetu ya Kenya. Tunashukuru kwa sababu umezidi kuwa upande wetu, Mfalme, na ambao wengi wamekuwa wamepatwa na janga hili umezidi kuwaponya, na hata ambao hawajapona, Mfalme, tunaomba kwamba ukawafikia. Tunaomba kwamba ukatulinda, ndio kwamba jambo hili likawacha kuenea katika sehemu mbalimbali. Tunajiachilia kwako, utubariki na utulinde. Tunaomba kwa sababu ya watoto wetu ambao hawako shuleni wakati huu na wana hali ya maswala mengi, lakini hata na wao pia tunajua kwamba unawapenda na unawaombea. Tunajikabidhi kwako, utulinde na utuongoze katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Tuwe na wakati mwema, tuzidi kumtumainia Bwana kwa sababu yeye ni Bwana. Basi tumefika wakati mwingine ambapo ni wa matoleo, tupate kutoa sadaka, na tunajua kwamba njia moja ya kupata baraka ya Mungu ni katika hali ya kutoa. Kwa hivyo napendelea kutoa, najua kwamba Mungu ataweza kutubariki. Ni sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha. Tuombe. Baba wetu, tunakushukuru kwa sababu ya nafasi ya kutoa kwa sababu ya huduma yako. Tunazidi kushukuru kwa sababu umezidi kutubariki, Mfalme, hata wakati ambapo kazi zetu na katika hali ya kifedha imeenda chini. Mfalme, umezidi kutubariki na bavyo tunahitaji. Tunazidi kuwaombea ambao hawana vyakula. Tunazidi kuwaombea, Mfalme, ambao wanajisikia ni wadhaifu katika hali ya kifedha. Baba, tunaomba kwamba wewe, Mfalme, unayeweza yote, ukazidi kutupatia baraka zako na kutuongoza. Tunaomba kwa sababu ya kanisa lako, ukazidi kulisimamisha hata wakati huu.
Tunaomba kwa sababu ya wapendwa, ukazidi kuwapa nguvu na ukahimiza jinsi ambavyo wanaweza kuzidi kushikilia kanisa lako, kwa sababu wewe ni Bwana, na kukuabudu katika vyote ambavyo umewabariki navyo. Tunashukuru na tunaomba kwamba ukatubariki na baraka za Baba wetu ambaye anazidi na kutubariki, na amani yake ipitao fahamu zote ikawa nasi sasa na hata milele. Amen. Amen. Katika kumaliza ibada ya siku hii ya leo, tutashirikiana tukiimba wimbo nambari 51, Kaa Nami. Ni maombi yetu kwa Mungu, kaa nami. Usiniache gizani Bwana, msaada wako haukomi. Nili peke yangu, kaa nami. Siku zetu hazikwisha, sioni lako nifurahisha. Hakuna ambacho hakikomi, usiwe na mwisho, kaa nami. Nina haja nawe kila saa, sina mwingine wa kunifaa. Mimi nitaongoza kaa nami. Sichi neno wapo karibu, nipata lote si tabu. Kifo na kaburi haviumi, nitashinda kwako, kaa nami. Nazidi kumuomba Bwana, tukimtumainia atazidi kuwa pamoja nasi katika yote. Tuzidi kuyakabidhi kwa Bwana, na tunajua kwamba Bwana wetu ana yote ambayo tunahitaji. Si vigumu kwa Mungu wetu kuweza kutufikishia janga hili mwisho. Kwa hivyo tuzidi kuwa na tumaini katika Bwana. Bwana atubariki na tuzidi kumshukuru Bwana na kumwabudu. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu. Unitazame majani mabichi, uniongoza kwa njia tulivu. Tumeenda vyema, tumeshukuru Mungu kwa sababu ya neno lake na kutupa nafasi ili tuweze kumtumikia, nasi amenena nasi. Kwa hivyo mimi nasema tumeona Mungu na ametubariki. Tumesema ni asante, tumepata kuwa na wakati wa kuwa kupitia mtandao tutaweza kuwafikia wapendwa wenzetu ambao huwa tunashiriki na wao. Tunafuata maagizo ya serikali ili tukaweza kuwalinda wote, na tunasema ni asante, Mungu ametupea wakati huu ili tukaweza kuwafikia wenzetu. Mimi langu ni kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametuwezesha kuwa na hiyo ibada, na ninajua tumefikia wengi. Tunashukuru pia kwa sababu ya mchungaji na wale ambao wamekuja na wao ili tuweze kuwa na hiyo ibada. Tumeshukuru sana, hata wale tulikuwa hapa na wao. Tumeshukuru kwa sababu mmejitolea kuja, na ninaamini Mungu ametubariki. Asante sana. Tuna imani ati ya kwamba jambo hili litafika kikomo. Nilikuwa nakumbuka ya kwamba nilipokuwa naangalia katika historia, nilikuwa naona kulikuwa na janga mwaka wa 1520 na likaisha. Kulikuwa na lingine mwaka wa 1820 na likaisha, na hata sasa la mwaka wa 2020 bado litaisha. Kwa hivyo tunatumaini Bwana atatushindania.